Rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah alhayy alqayyum wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin khairi bariyati wal umam wa ala alihi wa sahbihi ulul hidayati wal himam, amma ba'd. Tuko katika na darsa yetu na silsila yetu ya kueleza takhaliyat an radhail fi shahrina almubarak, shahri Ramadhan. Tu katika mwezi wetu na katika maudhui yetu matukufu ya kujiepusha na mabaya katika mwezi wetu hunu mtukufu uliobarikiwa wa Ramadhani, na mambo ambayo kwamba ni miongoni yanayojulikana kwa amradhul qalbi kama ilivyokuwa alghadab walhiqd, ilivyokuwa hasira na chuki, na maradhi ya leo ni maradhul hasadi, magonjwa ya hasad, magonjwa ya uhasidi. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliteremsha sura ya Falaq, na ndani ya suratul Falaq kuna kujilinda na hasad. Kul a'udhu birabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri nafathati fil uqad wa min sharri hasidin idha hasad. Wajilinda kwa Mola wa asubuhi na mwangaza, kwa shari ya viumbe, kwa shari ya usiku na giza lake, kwa shari ya wenye kuvuzia katika mafunzo ya sawahir, wanawake wenye kufanya uchawi na uganga. Wa min sharri hasidin idha hasad, shari la nne ni shari la hasidi idha hasad, lakini wakati anapohusudu. Wakati anapohusudu unajilinda na shari yake. Na sababu ya kushuka sura hii ni kul a'udhu birabbil falaq na kul a'udhu birabbin nas, suratul nas, kwa mtumi alifanywa sihiri na Myahudi akijulikana kwa Labid ibn al-Asam kwa kiswa kirefu, ndio akaambiwa mtumi asome sura hizi, sihiri zitafunguka. Lakini yote ilikuwa kwa sababu ya hasad, kwa sababu walikuwa kimhusudu mtumi sallallahu alayhi wasallam. Na hasad yapatikana hata kwa watu wakubwa, watu bora. Ndugu zake Nabii Allah Yusuf walimhusudu ndugu yake Yusuf, walimhusudu ndugu yao Yusuf mpaka akamtia ndani ya kisima. Na ndio maradhi ya Adam alivyohusudiwa na Iblis mpaka Adam akatolewa peponi, ni baba ya Adam. Na ndio maradhi ya mtoto Adam kuwawa, dhulmi Qabil Habil, Qabil kumua ndugu yake Habil kwa sababu ya kumwonea wivu, amepata mke mzuri kuliko ule mke wake. Kwa hivyo utaona hasadi ziko, na mtume akatuamrisha tuajilinde na hasad, akasema istainu ala qada'i hawaijikum bilkitman fa inna kulla dhi ni'matin mahsud. Omba msaada kwa Mwenyezi Mungu awasaidie kwa kuwatekelezea haja zenu na mambo yenu kwa kuficha. Si kila kitu uoneshe mbele ya hasidi, mbele ya kila mtu. Ile neema aliyoipata ndani yake kuna husda. Na hata mitumi Nabii Allah Yaqub
watoto wake walipotuma kwenda Misri wakati wa shida wa Chaka, walipoitwa akaba la tadkhulu min babin wahidi wadkhulu min abwabin mutafarriqa wama ughni ankum min Allahi min shay. Usipite mlango mmoja, usifuatane pamoja. Mkiingia mji wa Misri, kila mtu apite njia yake. Sababu walikuwa ni watoto wazuri, ndugu wengi, wasiwasusudiwa kwa wingi wao na uzuri wao, wakaambiwa wasiingie mlango mmoja, waingie milango tofauti. Kwa hivyo walikuwa wajua kuna kitu chaitwa hasad, na Mtume akatukataa sema la tahasadu, usihusudiane. Hasad ni kitu kibaya sana, na pengine akatambia na akataza nyinyi na uhasidi. Hasad yala mema, yala thawabu, kama moto unavyokula kuni, namna inavyokuwa hasad ilivyo. Kwa hivyo, na hasad kitu gani? Hasad ni tamani zawali ni'mati, ni kutamani kuondokewa na neema ala ghairik, kwa mtu mwingine. Wana mwenzako amepata neema, Mungu amempa neema kama ile, wataka imuondokea, aikose neema kama ile. Amepata neema ya akili, amepata neema ya mali, amepata neema ya cheo, amepata neema ya uhodari na uwerevu. Sasa neema kama ile wewe inakuudhi na unataka avunjikiwe yule aliyopata ile neema, aikose neema kama ile. Nakwambia alhasudu yaktadhu bighairi dhanbin, hasidi yuudhika bila makosa. Na ni kitu kibaya sana wewe kutaka mwenzako ile neema aliyopewa na Mwenyezi Mungu imuondokee, kwa sababu huwa wewe hukuridhika kwa kigawanyo cha Mwenyezi Mungu, hukuridhika kwa kadha ya Mungu, hukuridhika kwa makadirio ya Mungu, hukuridhika kwa mipangilio ya Mungu. Na si lazima mwenzako aondokewe na neema, yeye akose na wewe ukose. Weza kuomba Mungu na wewe akupe, yeye ambarikie na wewe Mungu akupatie pia. Yule aliyompa yeye na wewe za kukupa. Na siku zote hasidi wapata tabu sana, yuwaumia, ni moto unamchoma katika roho yake, kwa sababu akiona mafanikio ya mwenzake huwa yamuumiza. Na Mungu katika dunia hii hakosi kuneemesha watu. Kuna watu wameneemeshwa kwa ilmu, kuna watu wameneemeshwa kwa mali, kuna watu wameneemeshwa kwa cheo, kuna watu wameneemeshwa kwa uzuri, kuna watu wameneemeshwa kwa nguvu. Neema ziko na zitaendelea kuweko. Sasa wewe utamhusudu mwenzako na neema itaendelea, utaumia tu. Alhasidu yahsud walraziku yarzuq. Wewe utaendelea kusudu na riziki zitaendelea hivyo hivyo, hazisimami. Kwa hivyo ni ugonjwa wataka mtu ajiepusha. Na katika hasad kuna jambo akhas najulikana kwa ainu, jicho au kijicho, umwona mwenzako kijicho. Na hii ni Mtume alisema al-ainu haqu walau kana shay'un sabiqa al-qadari la sabaqathu al-ainu. Jicho liko, kijicho kiko, na lao kwa kuna kitu yashinda kadari ya Mungu, basi ingekuwa kijicho yashinda kadari ya Mwenyezi Mungu. Wa idha istughsiltum faghsilu, ukiambiwa ujioshe, uoshe, utawadhe, basi osha, usikatai. Na hili ilitokea wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuna sahaba mtukufu akiitwa Sahal ibn Hunayf katika shibi za Madina, mahali faragha karibu na kisima, alienda kuteka maji, kaiwaoga, amevua nguo zake, mwili wake wa juu sehemu yake iko wazi, aoga. Bwana mmoja akiitwa Amir ibn Rabi'a akamuona ile ngozi yake na ule mwili wake, akasema ana ngozi nzuri sana huyu, sijawahi kuona ngozi nzuri iliyojificha kama hii. Kwa raha nyingine utaona ni ngozi ya msichana mwanamwali aliyofichwa, ilivyokuwa nzuri na ilivyokuwa laini.
kusema hilo tu, pale pale Sahal ibn Hunayf alianguka, ashikwa na kifafa, akaanguka chini, akashikwa kama ana homa hivi, kuinuka akawa hawezi, akainuliwa, akapelekwa habari Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mtume alipokwenda akamuona, akauliza ni nani alikutana naye huyu karibu, amshuku nani huyu? Akamba huyu amshuku Amir ibn Rabi'a, ndio alikuwa karibu na yeye na alimuona na akamsikia akitoka na maneno. Mtu akamwiti Amir ibn Rabi'a, akamba kwa nini wewe muua mwenzako? Tamuua mwenzako kwa kijicho kama hichi? Hili jicho kama panga, wengine huwa kwa mapanga, wengine huwa na hasad. Ndio bangea sema la ainu haqqun yudkhilu rajula alqabra waljamala alqidra, kijicho kiko kweli, alo hai huingizwa kaburini na ngamia huitwa chunguni. Ngamia alivyokuwa mzuri, papa ataanguka, achinjwe, apikwe, aliwe. Kwa hivyo jicho uliko. Mtumi akamwambia ule Amir ibn Rabi'a atawadhe, aoshe uso, aoshe mikono kama anavyotawadha, aoshe miguu, kisha yale maji yake ule hasidi alomhusudu mwenzake Amir ibn Rabi'a aogeshwe nayo ile Sahli, aogeshwa nayo Sahli, akanyunyiziwa katika kitambi, basi akainuka kama kwamba hana ugonjwa, akainuka mzima. Kwa hivyo hasad ziko na hasad zapata, na hakuna mtu mbaya kama hasidi. Wewe lako ufanye nini? Wewe jilinda kwa Mwenyezi Mungu, mshari hasidi za hasad. Soma kula udhu bi falaq, soma kula udhu bin nas, jilinde. Fanya nini? Soma dua, adhiya zile, bismillahi alladhi la yadhurru, a'udhu kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq, a'udhu kalimati llahi tamma min kulli ainin lamma wa min sharri kulli shaytanin wahama. Soma Qur'ani, lete istighfari, lete tauba, omba Mungu, toa sadaka. Hizo zitu zenye kukulinda. Na wengine huwa anajua kama ni hasidi, na kuna mwingine huwa hajui kama ni hasidi. Wengine anajijua kama nafsi yake ni mahasidi, na kuna wengine hujusudu wao wenyewe, kama wale katika suratul Kahfi, walaula idha dakhalta jannataka qulta ma sha Allah, lao ungeingia katika bustani lako sema ma sha Allah. Kwa hivyo kumwona mwenzako wewe amepata neema, mwambie ma sha Allah, wala quwwata illa billah, au barakallah, tusafari adu lahu bil baraka. Muombe mwenzako Mungu ambariki, Mungu amzidishie. Na dawa ya uhasidi, wa idha hasadta fala tabghi, usiwe na haja nacho kile kitu, sema Mungu amemjalia, amempa, ni kipaji cha Mwenyezi Mungu, Mungu huganya vile atakavyo. Na mwenye kusudiwa aendelee na mambo yake. Ule hasidi ataumia. Isbir ya hasadi alhasudi fa inna sabraka qatilu, subiri kwa uhasidi wa hasidi, subra yako ndio itamuua. Ile subra ndio itamuua, wewe subiri. Ndio Imamu na Shafi akasema, ulikuwa ni husudu mimi, wajua wewe wahusudu nini? Kile Mungu alichonipa, ukuridhika na hukumu Mwenyezi Mungu. Ndio Mwenyezi Mungu amekufungia milango, wewe hupati, na mimi naendelea kupata vile vile. Kwa hivyo hasad ni ugonjwa mbaya, na usiwe na haja ya kutaka cha mtu. Na ukisha mtu kujijua kama wewe ni hasidi, basi lete istighfari, lete tauba kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na usiwe na haja na neema Mungu alompa, na omba Mwenyezi Mungu nawe akupe. Na wengine walikuwa na macho mabaya, ndio pale katola fatwa katika Zadul Maadi Ibn Qayyim, akasema kijulikana huyu mtu ni hasidi na ahusudu watu kazi yake, na watu wanadhurika na yeye, basi ule wali khalifa au mtawala alikuwa wakati huo amchukue ile hasidi, amfungie katika rumu, awe hatoki nje, asione nje, asione watu akahusudu, awe akipelekwa chakula tu ale mpaka. Haya maelezo na Ibn Qayyim al-Jawzi katika Zadul Maadi, kwa hasidi hufungwa kwa ndani akawa hatoki. Na hao ulimwengu utaona hata hasidi, ulimwengu wa leo katika nchi za nje, si kitambo kuna mwanamke alishikwa barabarani akafungwa jela, kosa lake ambiwa ni mwanamke mzuri, ni mrembo, kila muonaye
wampenda, kila mwonaye wavutika. Kwa hivyo kufitini watu wote na kudhuru watu wote, afadhali yeye mmoja afungwe, watu wasimuone. Sasa ikiwa mtu tu uzuri aliyopewa kwa Mwenyezi Mungu hajafanya uhasidi, afungwa kwa ulimwengu wa kileo, je, kufungwa hasidi ambaye kwamba adhuru watu na watu adhurika kupitia kwake, huyo afaa kufungwa zaidi. Na wako watu ambao kwamba ni mahasidi, na hasidi hujulikana kwa maneno yake anayoyasema, utajua huyu ni hasidi. Mwangalia huyo hivyo, wala asemi mashallah, angalia alivyopata huyu, mwangalia alivyokuwa hodari huyu. Hasidi hujulikana kwa macho yake anavyoangalia, hasidi hujulikana kwa vitendo vyake. Yote hizi katika alama za kumjua ule hasidi. Na fadhila za Mwenyezi Mungu, ambia hasuduna nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Basi je, mwahusudu watu kwa fadhila za Mwenyezi Mungu aliowapa? Wengine Mungu amewapa utumi, wengine Mwenyezi Mungu amewapa elimu, wengine Mungu amewapa mali. Usiwe mwenye kuhusudu fadhila za Mwenyezi Mungu. Qad ataina ala Ibrahima alkitaba wal hikma wa atainahum mulkan adhima faminhum man amana bihi wa minhum man sadda anhu wa kafa bi jahannama sa'ira. Kwa hivyo usihusudu watu. Ndio Imam Jafar Sadiq asema hao watu sisi wasami yasuduna nasa ala ma atahumullah min fadli, basi annahnu humun nas, hao watu sisi wenye kuhusudiwa. Kwa hivyo wengine husudiwa kwa makabila yao, wengine husudiwa kwa daraja zao. Kwa hivyo omba Mwenyezi Mungu na tuombe Mwenyezi Mungu atuepushe ugonjwa wa uhasidi, na Mwenyezi Mungu atuondoshe na uhasidi. Na hakuna namna ya kumridhisha hasidi. Hasidi haridhiki. Adui yako yoyote waweza kumridhisha, waweza kumwomba msamaha akakubali na akaridhika, lakini hasidi hawezi kuridhika na wewe mpaka uvunjikiwe, mpaka uharibikiwe, mpaka urudi nyuma. Kwa hivyo hakuna suluhisho, na wewe usikae kumwangalia huyu anihusudu, wewe endelea kufanya, na yeye hasidi ataendelea kubaki pale pale, haendi mbele, kwa sababu alhasudu la yasudu. Wenyewe kwambia hasidi hawi bwana, hasidi haendi mbele. Mwenyezi Mungu atuepushe na hasidi, na Mwenyezi Mungu atuondoshe ugonjwa kama huu, na wale walioonjwa na ugonjwa wa hasidi Mwenyezi Mungu awaondolee, awasafishe nyoyo zao kwa baraka ya mwezi mtukufu kama huu wa Ramadhani. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.